Katika mwaka 1903 Ludwig Richard Conrad, Mjerumani aliyekuwa kiongozi wa kazi kule Ujerumani, aliwiwa sana kuleta imani hii ya Kiadventista huku Afrika Mashariki. Wakati huo idadi ya washiriki ulimwenguni kote ilikuwa 77,554. Washiriki walikuwa 77,554 ulimwenguni kote. Kati ya hao washiriki 9,547 walikuwa Ulaya, huku Ujerumani peke yake, nchi ya Ujerumani peke yake wakiwepo washiriki 3,400 tu. Wakiwepo washiriki 3,400 tu peke yake. Sikiliza, Ludwig Richard Conrad alihamasisha washiriki wa Ujerumani wakachanga fedha zenye thamani ya dola 5,000 kwa ajili ya kutuma wamishonari Afrika Mashariki. Kanisa la Ujerumani liliwachagua wamishonari wawili, ndugu A.C. Ennis na Johannes Ehlers, kuja kuleta injili ya Kiadventista Afrika Mashariki. Ndugu A.C. Ennis alikuwa mkulima wa bustani wa mboga aliyechukua stashahada ya uchungaji katika chuo kikuu cha Friedensau huko Ujerumani. Ndugu Ehlers alikuwa ameajiliwa kama fundi wa kupaka rangi majengo ya misheni kule Ujerumani. Sikiliza, wamishonari hawa walianza safari yao ya kuja Afrika Mashariki tarehe 22 Oktoba mwaka 1903. Ehlers alikuwa amemoa Esa. Kwa sababu ya kujitoa kwake kuja Afrika Mashariki, alilazimika kutengana naye. Ennis alikuwa ana mchumba ambaye ilimlazimu kutengana naye pia. Novemba 9 walifika katika pwani ya Mombasa wakiwa na barua ya kuja Tanganyika. Hapa naenda haraka kwa sababu ya muda, ngarau nipitie kidogo. Novemba 9 walifika katika pwani ya Mombasa wakiwa na barua ya kuja Tanganyika. Gavana wa Mombasa aliwaelekeza na kuwapatia ramani ya kuja pwani ya bandari ya Salama, yani Dar es Salaam. Sikiliza, wakati anawaelekeza walisafiri muda wa siku 3 hadi kufika Dar es Salaam. Yaani kutoka Mombasa mpaka kufika Dar es Salaam walisafiri muda wa siku 3. Walipofika Dar es Salaam walipokelewa na gavana wa Ujerumani wa Tanganyika. Aliwaalika rasmi kwa chakula cha jioni ofisini kwake. Wamishonari hawa wawili walipata nafasi ya kumweleza sababu yao kuja Tanganyika. Kwa kuwa pwani ya Dar es Salaam ilikuwa tayari ina Waislamu na baadhi ya madhehebu ya Kikristo, aliwaelekeza waende katika milima ya Upale Kusini ambako hakukuwa na dhehebu lolote. Sikiliza, wamishonari hawa walisafiri kwa treni hadi wakafika Korogwe. Kutoka Korogwe walisafiri kwa miguu hadi Giti na kuamua kufanya makao yao hapo Giti. Tarehe 25 Novemba 1903 walituma ujumbe kwa njia ya simu kuwa wamefika salama Tanganyika na wamepewa eneo la pale kusini na gavana wa serikali ya Kijerumani hapo Giti. Walinunua ekari 25 hapo Giti toka kwa Chifu Sekimanga, ambapo walimpatia rupia 100. Hivi ndivyo historia ya kanisa la Waadventista wa Sabato lilivyofika Tanzania mwaka 1903. Limeenda kwa mlolongo mzima kabisa mpaka kutufikia sisi, lakini imani hii imeingia humu katika Tanzania yetu mwaka 1903.
1903. Walifanya kazi kubwa sana. Wengine walipofika pale walianzisha misheni kadha wa kadha, lakini baadaye mwaka 1908 wakabatizwa watu 6. Hao watu 6 walipobatizwa, wengine wakaanza kuwa ni wainjilisti kabisa wakubwa, wakaanza kutawanywa maeneo mbalimbali katika Tanzania hii. Wengine wakapelekwa huko Majita, huko Mara, wakaingia huko Mara. Wanapoingizwa huko Mara, tayari wakaanza kuanzisha vituo mbalimbali, wakajenga mashule, kwa mfano Ikizu, ile Ikizu iliyoko pale Bunda. Ni miongoni mwa watu ambao hao waliobatizwa nao walihusika katika kupanua Injili kwa njia ya kuanzisha taasisi hizo za shule. Sasa tumebaki, dakika zetu zimeisha. Jamani, Bwana abariki sana. Bwana abariki sana. Amina. Ili mradi tumefahamu historia ya kanisa.